Nitakuonyesha hapa. Tujifurahishe na Makatei. Ya pili, maombi ya kufunga milango ya Ikulu dhidi ya watu wabaya. Tunataka rais wetu awe salama. Tunaelewana? Bwana setiwa. Kwa hiyo maombi haya kufunga Ikulu yetu, kwanza tuelewane kwamba iko upande wa magharibi kutoka hapa. Wanajua lazima yaongozwe na wanajua mnamopita. Lakini la pili, lazima yaongozwe na askofu. Atakayeongoza maombi haya tayari ameshuhudiwa moyoni mwake kwamba yeye ataongoza maombi haya. Sawa. Ameshuhudiwa. Naomba askofu huyu asogee hapa mbele. Asogee. Sogea askofu aliyeshuhudiwa. Twende. 1 2 3 4. Twende, liwashe. Baba askofu tuongoze, naomba maaskofu wote tusimame, mikono yenu ielekezwe magharibi, maaskofu Baba askofu ambako iko Ikulu, kuifunga Ikulu yetu dhidi ya watu wabaya. Baba askofu tafadhali ongoza maombi, Roho Mtakatifu ashuke kwenye Ikulu zetu zote kumlinda rais wetu. Twende. Makarakamashana Roku katekete rakeketo kate rake rakate rake rakate rake rakate makate maka rikito makate rakato makandoji. Baba, umesikia ombi na makamu ya rais jua Ikulu Baba. Baba wewe una macho makandoji, unachunguza mioyo ya wanadamu. Rakatei, kila mwanadamu ambaye ana mipango mabaya juu ya nchi yetu na juu ya mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, tunakwenda kufunga kila milango ambayo utakayojaribu kwenda Ikulu au kukutana na mama yetu. Tunaifunja katika jina la Yesu. Baba, tunafungulia malaika ya ulinzi waende kule Ikulu, wailinde Ikulu Baba. Walinde na wale wote ambao watafika pale Baba, kama uliofanya Elia Elisha walipokuja kutafuta Elisha hawakumwona. Baba, naomba itokee katika jina la Baba naye Mwana naye Roho Mtakatifu. Sema amen. Rakandosh. La pili, maombi ya kufunga milango ya Ikulu dhidi ya watu wabaya. Tunataka rais wetu awe salama. Aisee. Niko napiga makandoshi hapa. Rakatei. Makandoshi. Kabisa. Mpentekoste yoyote kabisa, kichwani mwako una kichwani mwako huyo ni Roho Mtakatifu au ni mlungura? Kwa sababu pana mlungura umetangulia hapo, pana mlungura hapo wa kiwanja ekari 12 karibu na mji wa serikali, ekari 12. Pana mlungura wa milioni 100 ambao baba askofu aliposimama amesema hivi, siku mkifanya mabaya tutawakemea. Yani mpaka hapa hakuna mabaya mliofanya. Yani kuua watu sio baya, Alafu akapiga rakatei, makatei, makandoshi. Walokole mnajinoma. Kijana mmoja anasema kwa habari ya kupretend Hollywood wakasome. Walokole mnajinoma bwana. Makandoshi, makatei. Alafu huyo ndio Roho Mtakatifu. Yani kwamba kuna mabaya yanafanyika, level za kuua mtu huyaoni, ila roho yupo.
kwa sababu nyie roho ni huko kubweka kama mbwa, huko kubwabwaja makandoshi. We sikiliza, sikilize, walokole hamuna Roho Mtakatifu. Warokora hamna neema ya Mungu, hamna Roho Mtakatifu. Neema ya Mungu pia mnaikataa. Hamna Roho Mtakatifu, na kwa sababu kuwa na Roho Mtakatifu ni kama kujihatarisha. Kuwa na Roho Mtakatifu ni kama kujihatarisha, kwa sababu kuwa Roho Mtakatifu ni kupresent akili mpya, akili ya juu kuliko akili za wasomi, akili ya juu kuliko akili za matajiri, akili ya juu kuliko akili za walioendelea. Unapoipresent waliosoma, wenye vyeo, walio kwenye tawala, hawezi kuipokea, hawezi kubali. Tutaaibika, tutaonekana shule tulienda bure. Ulienda bure wewe. Kwenye nchi zetu hatukusoma shule ambazo zinaleta maarifa. Kwenye nchi zetu tulisoma shule zinazofanya uwe mtumwa. Tulisoma shule zinazokutengeneza kuwa chawa. Hatunasoma shule zinazoleta maarifa, hatunasoma shule zinazoleta uzalendo. Wala kwenye vyuo vya Biblia hakuna mafundisho yanayofanya mtu awe mwenye haki, hakuna mafundisho yanayofanya mtu awe mzalendo. Hayako. Sisi kila kilichoitwa shule kilikuwa kwa ajili ya kulaza akili na kutuhalalisha kuwa watumwa na kuwa mijitu fulani zero brain. Ndio kinachoitwa shule. Mimi ningekusihi tu, pokea elimu, pokea maarifa ambayo naweza nikawa nayatoa. Mimi nimekataa kwenda shule ya aina yoyote. Shule ya aina yoyote. Nimeishia la 7 Majombo Primary School ya kijiji cha Simike wilaya ya Rungwe. Nimeishia la 7, inatosha. Baada ya hapo nikasema no, ngoja itumike akili asilia. Sikatai shule, sikatai elimu, ila kwenye elimu zetu sisi, Profesa nani unamuona sasa na akili. Mimi najua kadri walivyosoma sana ndivyo walivyoondolewa utu, ndivyo walivyoondolewa akili. Profesa nani, Dr. nani, hebu niambie, Dr. nani, Profesa nani ana akili? Niambie ana akili au anaishi kwa kutumia akili? Akili yako naiona inatumika kwenye jamii. Sasa mimi niliamua nikakataa, kwa sababu nilipopima nikaona hakuna kinachoendelea mbele zaidi ya kuingiziwa makamasi, kuingiziwa uchawa na kuona umeelimika. 2, nikaona hakuna sababu kwenda chuo cha Biblia, kwa sababu ndio unaenda kutolewa utu kabisa na umana wa binadamu kabisa. Nimebaki na original mind ambayo ukiisoma kwenye akili ukaisoma kwenye Biblia utaiona ni hiyo. Sasa nianze kuchambua Biblia. Nimekuambia makandoshe sio Roho Mtakatifu. Makatei, si unaona pembeni hapo? Unaona pembeni hapa? Si unaona pembeni hapa? Akina makatei, makandoshi, makatei, makakakaka, ramete, hawana hivyo. Sio ndio kuwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu sio hivyo. Roho Mtakatifu, nikuchambulie kwanza kidogo hapa kuhusiana na Roho Mtakatifu, nichambue kuhusiana na neema, nichambue kuhusiana na matokeo ya watu kuwa hivyo, alafu kama muda utatosha, kama nitaona vema, nikuchambulie Roho alivyokuwa anajifunua. Roho alivyokuwa anajifunua, sio kwenye makandoshi. Hii mara nyingi wananenaga wananenaga sana wananenaga ukitoa sana sadaka, ukitoa muizi fulani, muuaji fulani, taperi fulani, maraya fulani, akitoa sana sadaka, pesa kubwa kanisani. Hii mara nyingi wananena hawahuni popote ambapo utasikia mara nyingi wanapiga rama sekete poroko na kasere botaka makandosh makate. Ujue kuna jamaa akachomeka mzigo. Ujue na wenyewe wanasema kabisa kwamba ukitaka kesho tuhubiri vizuri, tunene vizuri, tukuombee vizuri, ubarikiwe, basi uhakikishe umekumbuka mfuko, umekumbuka bahasha na nini. Hawa wana roho wa bahasha, hawana Roho Mtakatifu. Wa Pentekosti, na nikwambie, uliye chini ya wa Pentekosti, uliye chini ya walokole, huna Roho Mtakatifu. Na wewe huna, unisikilize, na wewe huna Mpentekosti yoyote, na wewe Roho Mtakatifu huna, na neema ya Mungu umeikataa, nayo huna yoyote. Kaniseme kokote. Twende nianze kusoma Biblia. Twende katika waraka wa pili wa Paulo kwa Timotheo. Nikusomee mstari wa 7. Maana Mungu hakutupa roho ya oga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Hakutupa roho ya oga. Niambie wewe,
mauaji yanatokea, mabaya yanatendeka, unasema au unaogopa? Wataua mtoto kama walivyoua wa Mbarikiwa, watanifunga jela kama walivyomfunga Mbarikiwa, watanifungulia uhaini kama walivyomfungulia Lissu. Huo ndo woga. Mungu hakutupa roho ya woga, roho yake ndo Roho Mtakatifu, mawazo matakatifu. Nitakujulisha hapo baadaye. Roho Mtakatifu ni mawazo ya Mungu matakatifu, hakutupa roho ya woga. Mwenye haki ni jasiri kama simba, mpaka unakuwa na Roho Mtakatifu. Ni yeye ni msafi. Biblia inasema roho yeye ni safi. Mkinipenda mtazitii amri zangu, ndipo nitawapa na huyo roho. Roho haingii popote kwa mara yoyote, kwa lolote tu alimadamu limeingia kwenye makanisa ya Pentekoste. Nina roho, tuna Roho Mtakatifu. Una roho wa bahasha, na ndio maana mnaziwinda bahasha tu. Wa Pentekoste naambieni, hakuna Mpentekoste una Roho Mtakatifu katika Pentekoste mliopo sasa hivi. Hamna kaka mkubwa, hamna. Mimi nakwambia, mimi nakusomea Biblia. Tulipewa waraka wa pili wa Paulo kwa Timotheo, sura ya 1 mstari wa 7. Maana Mungu hakutupa roho ya woga. We ni muoga, huna hekima kaka mkubwa, ni muoga. Woga sio hekima. Yesu hakuja kuombea, angeweza kutuombea mbinguni tuache dhambi. Yesu alikuja akaongea. Hakuna ubaya unaondoka bila mtu kukwambia. Let's say, weka mfano, kuna kadudu kako hapa, kuna uchafu huko hapa, hauoni, una kioo wala mna mtu atakaye kuambia. Unafikiri utakatoa? Hata ukitoa ni bahati na nasibu, na unaweza ukakasiema zaidi, ukajichafua zaidi. Hakuna mbaya atakaye acha mabaya kwa kumwombea. Yesu angetuombea mbinguni, angewaombea wazinzi, walevi, wezi, wauaji, angetuombea mbinguni tuache mabaya. Yesu alipokuja duniani, alipokuwa anaenda mlimani, angeenda tu mlimani akaomba tukaacha mabaya mpaka mtu umwambie. Mtu kama amechafuka mgongoni hawezi kujua kwa wewe kumwombea. Lazima umwambie, hapo mgongoni kuna mdudu, hapo mgongoni pana mavi, hapo mgongoni pana uchafu. Wewe mlokole yoyote, si una roho? Roho kazi yake ni hiyo ya kusafisha watu, kuambia watu. Huwaambii watu mabaya yao, kwa sababu roho huna na umemkataa. Roho mwenyewe sio mwoga. Kama akina Makatei hapa, Rakatei, wanasema baada ya kupokea mlungura wa milioni 100, mlungura wa bahasha, wanasema siku mkifanya mabaya tutasema sisi tumenyoka. Yani mauaji waliofanya hayo au huyaoni. Makatei, Rakatei, mauaji waliofanya huyaoni, ila siku watakapofanya mabaya. Kuna baya gani watakuja kufanya zaidi ya mauaji? Usiwacheke tu Rakatei na Makatei, usiwacheke tu. Na wewe umo, mlokole yote, Pentekoste yote, roho huna, Roho Mtakatifu huna. Sio huyo ulio naye, sio Makatei, sio Rakatei, sio Rawashanda, sio Makaira, sio Masandarabaika, sio Bashando. Amna, sio huyo. Roho sio hivyo. Na kusomea hapa na kujulisha hapa, roho sio hivyo. Roho Mtakatifu sio huyo. Huna lero, huna. Ninaye lero, huna roho, una Makatei, unayo Makatei, unayo Rakatei, unayo Ramakaira, ndo unavyo. Una roho sio hivyo. Afanyi hivyo, akai kwa mtu kama huyo. Akiwa ndani ya mtu hafanani hivyo, haelekei hivyo, hayuko. Huna lero, huna. Unaye Makatei. Angalia gewenzio hapo pembeni, Makatei, Rakatei. Ngoja nigusie neema ya Mungu kidogo hapa. Neema ya Mungu ujue nayo huna. Neema ya Mungu nayo huna. Tito 2 mstari wa 14. Maana neema ya Mungu yaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya. Nayo neema yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za dunia hii, na tamaa za kidunia. Yatufundisha, neema tukiwa nayo yatufundisha kukataa ubaya, kupinga ubaya, kuyapinga mabaya. Sio yatufundisha kukataa sisi tusifanye mabaya. Inakukataza neema wewe usifanye mabaya, alafu kila nayefanya mabaya umwambie hili ni baya. Hakuna upendo unapita kumwambia mtu ubaya wake. Hamna upendo unaopita kumwambia mtu ubaya wake. Hakuna namna
hakuna unaweza kumwokoa mtu aliye karibu na kutumbukia, ambaye anaenda kutumbukia kwenye shimo, isipokuwa upige kelele na kumwambia huko ni shimo, hilo ni baya, hilo jambo lina madhara. Neema ya Mungu yatufundisha. Katika Mithali 28:23 anasema, amkaripiaye, amkemeaye mwenzake hatimaye atapata kibali kuliko ajipendekezaye kwa ulimi wake. Neema ya Mungu tunayokuwa nayo inatusaidia kukemea mabaya, kupinga mabaya. Hiyo ndo neema. We huna le, huna, ninayo, huna Mpentekosti, askofu, huna neema, una makatei, una makandoshi. Wenzako unaona pembeni hapa, unaona pembeni hao nilioweka pembeni hapa, wako wanafanya makandoshi baada ya bahasha. Wote ndo mnavyonena, wote maaskofu, wachungaji wa Pentekosti, wote munaomba kwa sauti mpaka wakalia wanasema za upako. Bahasha, nyie mbele ya bahasha ni wadogo. Mimi simo umo, mchungaji wako yumo, askofu wako yumo. Ni wachungaji wa mishahara hao, ni wachungaji wa bahasha hao. Nakusomea kanuni za mchungaji na kanuni za mchungaji wa mshahara, nakusomea. Alafu niwajulishe tu, na kwenye kitabu ninachoandika nimeandika kwamba kuna waabudu Mungu wa Kiafrika wataenda mbinguni kama watatumia kitabu cha Biblia hii. Kama Biblia hii ndo kipimo cha waenda mbinguni, hakuna Mpentekosti kabisa. Na ukiweko mimi nitatoroka. Ndio maana wengi wanasema, mchungaji, hubiri injili, hutaenda mbinguni. Nasema huko ambako na wewe utaenda, ambako mtaenda nyie, Roho Mtakatifu huna, neema ya Mungu huna, una makandoshi, una makatei. Na wewe utaenda. Amna, mimi siendi. Huko ambako na wewe utaenda, mimi siendi. Huko ambako na wewe utaenda, mimi siendi. Wala uwe na amani tu, uwe na amani. Ila na hakika ambako mimi napigania, najua na walionitangulia walioipigania kuingia, wewe uji. Roho huna, neema huna. Mchungaji wako hana, mzee wako wa kanisa hana, shemasi wako hana, waimba kwaya hawana, waimba nyimbo za injili hawana, wote hamna. Mimi nawahakikishia, nitaka kwenda mimi ni ya mji, na mnakoenda nyie mimi siji. Sasa tunashinda nani? Walokora hamna Roho Mtakatifu. Neema ya Mungu mmeikataa, nayo hamna. Una makatei, makandoshi. Ndio mlicho nacho. Na wasomea maandiko, tukana unavyotukana, roho huna, Mungu huna, neema ya Mungu huna. Nimekusomea neema ya Mungu hapo. Neema yatufundisha kukataa ubaya, kupinga mabaya. Neema iwaokoayo wanadamu ifunuliwa kwa watu wote, nao yatufundisha kukataa ubaya. Cha kwanza kabisa, wewe unaacha ubaya na unawaambia wengine, ili ni baya, ili acha, ili hapana, mauaji hapana, utekaji hapana, utumaji hapana. Unasema mpaka wanasikia, na ili wasikie ni yale mawili ya kina Petro, yale mawili wakachomwa mioyo yao, aidha wakaokota mawe wakawapiga kina Stefano mpaka wakafa, wakawakokota wakawapeleka magerezani. Kwa nini mnahubiri habari za kumua Yesu? Kwa nini mnahubiri habari za waliokufa? Hao waliokufa yamepita, tugange yajayo, maisha yaendelea. Sema hapana, auae kwa upanga anatakiwa kufa kwa huo. Hustahili kuwa kiongozi kwa kuua watu. Hapana. Mmewaua wasio na hatia, mmewateka wasio na hatia. Hapana. Hiyo ndio injili pekee. Kama unataka kujua injili ya kina Petro, walihubiri, kasome Matendo yote. Walihubiri kulaani kwa nini kumuua Yesu. Walihubiri kulaani kwa nini kumuua asiye na hatia, kuwaua mitume wenzao. Walilalamikia hayo. Yesu alilalamikia kuwaua manabii ambao walipinga rushwa, walipinga ukandamizaji, walipinga mauaji. Yesu kitu gani mnaita injili? Makatei, makandoshi, kuwabariki wauaji, kuwaombea wauaji ulinzi na neema Mungu. Wewe mwenyewe huna, nadanganya tu, na wenyewe wanajua hamna kitu, zero brain. Unanisikiliza wewe, tunensi hapo. Mchungaji wako hana Roho Mtakatifu, Mpentekosti yoyote, mchungaji wako, hata mwalimu naye mjua mwalimu yule, hana Roho Mtakatifu, hana neema ya Mungu. Mwalimu mwambie Mbarikiwa, anasema tena, yule mwalimu naye mjua wewe, hana Roho Mtakatifu, hana neema ya Mungu.
Kwa maandiko niliyosoma, hatukupewa roho ya woga. Roho lazima aseme. Kama ulize mwalimu, mabaya yaoni? Anayaona. Anasema watamfungia huduma, kwa sababu huduma nini? Ni bahasha. Watamfungia huduma, watamfunga gerezani. Huduma ni nini? Ni ya bahasha. Roho ni wa bahasha. Kama ulize, hayaoni wote mnasema hatukuitiwa hiyo, hatukuitiwa hayo. Hilo sio wito, huo ni ubinadamu unavyozaliwa tu. Binadamu kabisa unavyozaliwa, umeitiwa kukataa mabaya. Usifanye wewe, na anayefanya mwingine mpinge. Hilo sio wito, hilo sio wito. Mbona watu wengine unawaambia vitu vingine? Unapofundisha unafikiri uambii watu mabaya? Uambii wanapokosea? Popote tunapohubiri unafikiri uambii watu wanakosea wapi? Ila kuna aina ya mabaya huwezi kusema, kwa sababu aidha wewe mwenyewe ni mshiriki. Kuna namna unashiriki, ama kuna mabaya mengi unafanya ambayo siku ukiwagusa wanakujua, watakugusa. Wewe hata ukupeleki gerezani. Hawakupeleki gerezani. Hawachungaji wenu hakuna watakayempeleka gerezani. Imejaa mali za laana, sadaka za laana. Hata hawapeleki gerezani. Wewe wanachofanya, wanachomoa tu flash baadhi ya vitu ambavyo ulishashiriki, wanavianika, wanakuaibisha, imeisha. Ndio maana mnasema hamna wito kukemea mabaya. Jibu ni hivi: huna Roho Mtakatifu na neema ya Mungu huna. Umeikataa neema ya tufundisha kukataa mabaya. Ndio neema ya Mungu iliyofunuliwa, ndio hiyo. Mchungaji wako hana, askofu wako hana, mwalimu wako huyo hana rero, hana one akungumbuka. Mimi utanikumbuka. Huyo mwalimu Roho Mtakatifu hana, neema ya Mungu hana. Huyo ni mwanasaikolojia wa kukutrick ili akili yako iendelee kulala. Maaskofu wa Kipentekosti hawana hekima, hawana neema, hawana Roho Mtakatifu, kwa sababu hekima sio kunyamaza. Hekima ni kufanya jambo sahihi wakati sahihi. Ngoja nikusomee tena la hekima. Hawana hekima, na hekima hawana. Askofu wako hekima hana, mchungaji wako hekima hana. Walokole wote, afadhali hata Waroma, Roho Mtakatifu wanaye. Mapadri wa Kiroma, Roho Mtakatifu wanaye na neema ya Mungu wanayo. Mapadri wa Kiroma aghalabu au Roho Mtakatifu wanaye na Mungu. Ndo roho sio makatei. Roho sio makatei makandoshi. Huyo wabasha, kaka mkubwa, huyo wabasha. Ngoja nikujulishe hekima nayo mchungaji wako hana, askofu wako hana, vyote hana. Hekima hana, Roho Mtakatifu hana, neema ya Mungu hana. Usimwike ndina, mnaenda shimoni. Kwa taarifa yako, kwani hata imani utaendelea nayo? Kwani unaendelea nayo? Nini kinachoonyesha wewe una imani? Umaraya umo. Ubaya wote. Ubaya gani ya mshiriki walokole wa sasa? Ubaya gani ya mshiriki walokole wa sasa? Ubaya gani? Wachungaji wa ubiri, kawaulize, kambane vizuri mhubiri wako. Muulize hili swali, mwambie Mbarikiwa amenituma, amesema hivi, wewe ubaya upi ya ushiriki? Atakotolea macho hivi. Kwani umeniona na ubaya gani? Huyo Mbarikiwa mwache kumsikiliza. Ndio maana tunaambiaga mwache kumsikiliza. Huyo ni mpinga Kristo, wewe Kristo, wewe nguko, wewe. Wewe mburu, wewe. Kungu ni wewe ndo Kristo. Roho huna, hekima huna. Neema huna. Nikusomee hekima yenyewe ilivyo. Hekima ilivyo. Mithali sura ya 1 mstari wa 20. Nikusomee tu hapa tu. Ningeusomea pengi. Hekima hupaza sauti yake katika njia kuu. Hutoa sauti yake katika viwanja. Hulia penye mikutano mikubwa ya watu. Mahali pa kuyaingilia malango ndani ya mji. Hutamka maneno yake akisema, enyi wajinga, enyi wabaya, hata lini mtapenda ubaya na ujinga wenu, na wenye dharau kupenda dharau yao, na wapumbavu kuchukia maarifa? Hiyo ni hekima. Huyo ni hekima huyo. Ukimsoma pia Mithali 8 utamuona hivyo. Ukamsoma kwa kina Sulemani utaona hivyo. Walipoomba hekima, mwanamke makahaba alipokuwa na bishana yasema tunampasua mtoto aliye hai. Hekima huamua mambo kikatili. Huamua mambo. Hekima ni kufanya jambo sahihi wakati sahihi, mahali sahihi. Mchungaji wako, askofu wako, Roho Mtakatifu hana, roho hana, hekima hana, neema hana. Mnaenda shimoni. Utanikumbuka. Mnaenda shimoni.
Hekima sio hivyo. Hekima inasema, hekima sio kunyamaza. I'm telling you, hekima ni kujua wapi useme nini, lakini sio mahambo yanaharibika, watu wanauawa, watu wanatekwa, mnapokea bahasha, mnasema rakatei, makatei, makandosh. Amna, huyo ni roho wa bahasha, sio Roho Mtakatifu nayemjua mimi nye. Sio nayemjua nye mimi, sio nayemjua mimi. Sikiliza, waoga, mchungaji wako ni mwoga, hatukupewa roho ya oga. Mchungaji wako ni mwoga. Mchungaji wako ni mwoga, mchungaji wako ni mnyonge. Kwa hiyo nimekuambia hakuna Mpentekosti. Niamini mimi, andika haya maandiko. Hakuna Mpentekosti katika unaowaona wewe atamuona Mungu, ataingia mbinguni. Hakuna. Na mkiingia, nimewaambia muandike, na kwa mkiingia Mpentekosti yoyote, ukiingia nikakukuta, mimi natoroka, mimi nitaruka, mimi nitakimbia, kwa sababu niendako siko muendako nyie. Niendako siko muendako wa Pentekosti, walokole, minafiki nyie, yenye roho mbaya nyie, na mna mambo mengi mabaya sana mnafanya nyie. Na maana watu wengine mbarikiwa hubiri injili, bila hivyo mbinguni hutaingia. Mbinguni wapi ambako na wewe utaenda? Si huko niliahirisha zamani sana. Nilikuwa PCG, wanaenda na wenyewe wanaenda. Nakuta mtu mwingine mchafu, aogi hata kuoga, anashiriki kila jambo chafu, vichao vimo humo, lakini makandosh, ramakaira, moko sandarabosika, ramekete. Wewe kaangalie tu, hata leo fanya research yoyote anayenena sana. Vingine vimalaya, mbwa za kutosha, viuaji, ndo vikiua watu vinakuja kunena. Mbona mimi wamekuja kanisani? Mbona wamekuja kanisani mara kadhaa? Unaona kabisa ana historia ile, kaua watu wale, anatumwa sasa mchunguze Mbarikiwa, anakuwa namba 1 mbele. Makandosh, makaraika, makatei. Unaangalia mimi walifanya hey, haya kelele. Makatei, makandoshi, tukaone ukipinga mabaya kwenye jamii. La, hatukuoni. Umetumwa wewe, si ndio? Mchungaji, mimi nimetumwa vipi? Umetumwa. Mimi niwahi kusaini na DSO. Naomba uelewe, DSO wakati wa Kikwete aliwahi kuja kusali kanisani kwangu. DSO, mkuu wa usalama wa taifa wa wilaya, simtaji jina, kinivuruga huko mbele, simtaji, aliwahi kuja kanisani. DSO, mkuu wa usalama wa taifa wa wilaya, alikuja kanisani. Yupo makandosh, makaira, makatei, ramakaita. Mimi kila akija ilikuwa ni moto, fire, kaka mkubwa, naijua kazi yako, sawa, lakini ya kale yamepita. Imani ni ubarozi mpya na namna mpya. Ukisali hapa kanisani, naomba shiriki lile, fanya lile, acha hili, usishiriki kile, usifanye hiki. Kila siku ilikuwa mizozo. Mchungaji, lakini nadhani hujui hata nguvu nilio nayo. Mchungaji, sema naijua nguvu na najua ulichojia. Lakini Mungu tunapokea watu wenye namna mbalimbali. Najua ulichojia. Mimi sikudanganya, nakwambia wakati wa Kikwete sitaki kukutajia huyo mtu, sitaki kukutajia. Mbeya inajua alikuwepo DSO. Naingia ndani, alikuwa mbele, makatei, makandosh, makatei. Siku akaona pakanisani pa moto, jamaa sibadiliki. Naamini kwenye haki, naamini ubaya utaki usimfanyie mtu mwingine usiopenda kufanyiwa, bila kujalisha cheo chako. Mimi ndo nilikuanziaga watu kujua, siangaliagi cheo wala nafasi. Akaona kanisani pa moto, akasema, mchungaji, asante sana, mimi sasa naondoka. Alikaa karibu miezi 6 au mwaka hivi. Sasa mimi naondoka sasa, acha tumeanzisha kanisa lingine, kanisa letu. Tumeona wewe huna hekima, wewe ni mwinjilisti, huna roho. Nikasema mimi ninachojua huyo ndo roho leo. Ninachojua huyo ndo roho. Aliponiaga hivyo, nilienda nyumbani kwake. Nikamwambia, mtu wa Mungu, sijui. Nilimuita mwanangu. Akasema, sijui ulichotumwa kuja kuangalia kwangu, lakini naomba uniambie kama binadamu. Acha usiniambie kama baba. Yaani nifanye hapa katikati, ulikuwa unaniita baba, ulikuwa unaniita mtumishi wa Mungu, ulikuwa unaniita baba. Naomba niambie kama mtu tu, mtu wa Mungu, mtu. Niambie
unaona lipi nafanya ni baya. Mchungaji bwana, mchungaji mimi sikutumwa bwana, mimi sikutumwa kwako. Nasema hapana, niambie lipi unaona kwamba ni baya. Mchungaji bwana, mimi sikutumwa kwako, mimi sio level ya kutumwa kwako bwana, mimi sio level ya kutumwa kwako wewe sio. Nikasema najijua naenda wapi, namjua shetani ananijua mimi ni nani, anajua ni nani, niambie. Hapana mchungaji, mimi nadhani hamna tatizo, nadhani baadaye. Baada ya muda fulani alipohama tu paka sana, kaka miezi kama akaenda Ikulu, akahamishiwa Ikulu. Mpaka leo sijui aliko, sitaki kutaja jina lake, lakini nadhani mnafahamu, sina nachoweza kuficha. Siku ikionekana panaweza pakafundisha jambo, tataja jina lake, walio kwenye system watajua. Lakini mpaka hapo nipotaja kwamba alikuwa DSO wakati wa Kikwete, alikuwa nasali kanisani kwangu wakati tupo sai. Wa system hamjajua, bado hamjajua. Sijataja sasa Mbeya wapi, sijataja hapo. Wa system hamjajua. Mimi ni mtu wenu tu, mimi mbona rafiki yenu tu, wanafikiri mimi nalopoka kila kitu. Sasa nirudi. Nimekwambia Wapentekoste hamna Roho Mtakatifu, hamna hekima ya Mungu, hamna neema ya Mungu. Vyote hamna. Kwa tafsiri yake Mungu hamnaye, mna makatei, mna makandoshi. Katika Ufunuo 21 mstari wa 8 anasema, bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo, wote sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndio mauti ya pili. Mchungaji wako, askofu wako, mtume wako, nabii wako na wewe mwenyewe sio waoga? Waoga hamsemi ubaya wa wabaya, wote nyewe waoga. Nimekwambia ili wasikie, wanasikia vile vile walivyomsikia Paulo, vile vile walivyosikia akina Petro. Biblia inasema walipowasikia wakachomwa mioyo, aidha wakasema tutendeje ndugu zenu, wasema acheni na vyeo vyote hivyo mlivyo navyo, acheni. Au wakaokota mawe wakawapiga kina Stefano wakawaua. Wewe usemi unakemea ukiwa chooni kwa jina Yesu. Akukemea chooni. Mitume hawakukemea mabaya chooni, hawakukemea ubaya chooni, hawakukemea hila chooni, hawakukemea utapeli chooni. Walikemea hadharani, waliwakemea wabaya akina Yohana mpaka mkaibuka mkaanza kusema Yohana hakuwa na hekima, aliacha wito. Kungu ni wewe. Wewe ndio unajua wito kuliko Yohana. Yesu anamsema katika uzao wa wanawake, katika uzao wa wanawake hakuna aliye mkuu kuliko Yohana. Mwambene wewe, mwanjuki wewe, kisieshe wewe, kuni wewe, mavi kabisa wewe. Yohana hakuwa na hekima, unayo wewe. Mbene wewe, unayo mbuzi wewe. Kunguru wewe, unayo hekima wewe. Vipi nyie? Hakuna mchungaji, hakuna askofu, hakuna Mpentekoste, hakuna mlokole uliye na hekima, uliye na neema, uliye na Roho Mtakatifu. Waoga nyie, waoga. Hamsemi. Na yeyote atakaye kuna nitukana hapa, lakini si mchungaji wetu ndo mzuri, si mchungaji. Hata mda kusomesha zenu sina. Ngoja nikunyoshe makavu tu. Atakaye kuna tukana kwa raha zako. Nikunyoshe makavu tu hapa. Roho huna, Mungu huna, neema huna, hekima huna. Wewe, askofu wako, wachungaji wako, wote wa makatei, wale wa makatei si ndio viongozi wenu? Sisi kula atumwa. Hakuna Mpentekoste ana Roho Mtakatifu wewe. Hakuna Mpentekoste, hakuna mlokole. Afadhali agarabu wa Roma, mapadri wa Roma, hao ndio wakikwambia wana Roho Mtakatifu, wana neema. Unaiona neema kwa vitendo, ndio hiyo neema kabisa, nakwambia kabisa. Mapadri ndio wana Roho Mtakatifu, ndio wana neema. Hakuna cha mwalimu, ndio mpagani, adui wa haki, adui wa neema, adui mwalimu, ndo adui. Amkumbura leo tunakwenda ni mbele. Hakuna mwenye haki jasiri kama simba. Na cha kwanza kabisa, lazima neema ikusaidie kupinga mabaya, kukataa ubaya.
neema imefunuliwa kwa watu wote, nayo yatufundisha kupinga mabaya. Hatukupewa roho wa woga, ndo Roho Mtakatifu huyo waoga. Kayandarabubu yakashetere, tayari we unaye makatei makandosh makasaika makatei makatapakasei. Kwenda zenu. Ufunuo 21 mstari wa 27 anasema, na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyaye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha Mwanakondoo. Hakitaingia kinyonge. Unakijua kinyonge? Unakijua kinyonge? Kinyonge wewe unafikiri ni mtu asiye na pesa au kinyonge? Mnyonge ni mtu ambaye unafanyiwa baya, huna la kufanya. Kuna mtu unaona anafanyiwa baya, usingependa afanyiwe baya, ila huna la kumfanya anayemfanyia baya. Huo ndo unyonge, huo ndo unyonge. Yesu aliuawa wakati anapigania wewe usiteswe, na alikuwa na uwezo wa kuwadhibiti wasimfanyie aliyofanya. Alipoambia mimi hapa nikamateni, walianguka chini kusema, lakini nataka nikubali kufa ili watu wawe tayari kufa ili wakatae unyonge. Hakuna namna ya kukataa unyonge isipokuwa uwaambie wanaokuonea, wanaokuumiza, ili hapana, wanaoumiza watu, ili hapana, hapana, wananisweka gerezani, hapana, ubaya hapana, kuua watu hapana, kuteka watu hapana, kutesa watu hapana, kuwa na kitambi wewe, kujilimbikizia mali wewe, kuita ndo tunalinda rasilimali, kuita ndo amani, hapana, 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 hapana. Nini? Nakataa unyonge, nakataa unyonge, nakataa kwa mnyonge, nakataa. Na kuna siku kama nitaendelea kuwa hai, utaona tu nitakuwa bonge tu la mtu, nitakuwa tu bonge la mtu. Nirudi kwenye message yangu. Mchungaji wako hana Roho Mtakatifu. Wapentekosti hawana Roho Mtakatifu. Hawana neema ya Mungu, hawana hekima ya Mungu, hawana. Ndio maana mwishoni hapa nimesoma hata huko nakoita mbinguni hawaendi. Na kama mtaenda, kama nyewe mtaenda, kama mtaenda, naomba munihesabu mimi, mjue mimi mnakoenda mimi siji. Naomba mimi munihesabu mimi mnako. Kama kuna mpentekosti katika ninaowaona kwenye nchi yetu ya Tanzania utaenda mbinguni, naomba munihesabu mimi siji, siendi huko, siendi. Na ninakoenda mimi usijihesabu na wewe, usijihesabu. Ninakoenda mimi usijihesabu. Hivi sina hekima, sina Mungu. Hivi nimeachwa na Mungu, napigwa na Mungu. Hivi ninakoenda mimi usinihesabu na wewe unakuja. Sitaingia na wewe, nitakukataa. Aisha, na waumini wangu wanawaambiaga kwa Mungu akinipa mamlaka ya kunyakua, sinyakui hata mmoja hapa. Inawezekana hata mimi mwenyewe nisinyakue kama tutatumia Biblia hii, lakini mimi napiga mbio vivyo hivyo, si kama sitae. Napiga ngumi vivyo hivyo, si kama piga hewa. Mimi najaribu kupiga mbio. Najaribu kukataa unyonge, najaribu kukataa oga. Mchungaji, sasa we ni muoga. Mbona we umekimbia nchi? Muoga ni yule ambaye yuko kwenye nchi na hufanyi chochote. Dunia ipo, unaweza kukimbia ukajificha ukawa salama. Yesu alikimbia ili apite mahali afanikishe mambo, asome dunia ilivyo, akaenda Misri. Akina Daudi walikimbia, akina Elia walikimbia, lakini walikimbia wakiwa wanaendelea kutimiza wajibu wao, akaendelea kukua kimpendeza Mungu na wanadamu, kiendelea kufanya kwa namna ambazo kwa kila mwanadamu anayeangalia anashangaa ni sahihi, ni sawa, ndio inavyotakiwa. Mchungaji, na wewe ni mwoga, mchungaji, na wewe ni mwoga, umekimbia. Hapo uliyekimbia ni wewe ambaye usemi chochote. Tumekimbia, tuko wapi? Si umumu tu, lakini tuko Jowa Kafwiro, tunaongea, tumeshakufa, lakini nakataa unyonge, nakataa woga. Tuko umumu tu, na siku yoyote tukifanywa lolote utaanza sasa alikuwa anasema yote yale, kumbe alikuwa hapa. Tuende wapi sasa? Tuende wapi? Dunia kuna vipande fulani inashirikiana,
nataka ufanye hiki uende pale, inashirikiana. Mwisho wa siku natafuta popote palipo na kimvuli, natulia, likikuta lolote it's okay. It's okay. Nataka tu nikujulishe ya kwamba wewe Mungu huna mchungaji wako. Mungu hana Roho Mtakatifu, hana hekima, hana Roho Mtakatifu. Ni moyo wa Mungu. Kuwa na Roho Mtakatifu ni kufanya mambo yanayopita elimu, yanayopita akili, sio kufanya mambo vile makatei rakatei nini. Watu wa mwilini hawezi kuyatambua mambo ya Roho Mtakatifu. Pamumeanza nye nkunguni tunye. Yesu hakuwa na Roho Mtakatifu. Walipokuwa natambua na kuona nayofanya, hakuwa naye, mnaye nye. Si mnasomaga maandiko ya Korinto, aliye na Roho hawezi kutambuliwa na mtu, ila yeye anatambua yote, kwa maana anafanya kwa jinsi ya Roho. Hawezi kutambuliwa kwa namna atakavyofanya, kwa akili kubwa, kupita elimu, kupita umri, kupita jinsia, anavyoweza kufanya kwa akili kubwa. Ndo kama akina sisi vile, la 7 Majombo Primary School, la 7. Lakini unaona tu kabisa kuna vitu vya maana ambavyo kabisa msemaji msema tunaongea lugha ya wanadamu, lugha ambayo mtu kabisa anjua. Unakuwa upande wa wanaolia. Hakuna rafiki, hakuna mhubiri, hakuna mtu ambaye amewahi kuwa na heshima duniani isipokuwa anayekuwa pamoja na wanaolia. Anaongea lugha ya wanaolia, anaongea lugha ya wanaoonewa, anakuwa kinywa chao. Au ndo akina Isaya, au ndo akina Yeremia, au ndo akina Ayubu, wanakuwa kinywa cha anayelia. Ananunua kesi anayelia, yuko tayari kufa kwa ajili ya mtu mwingine. Huyo ndo mchungaji. Makatei, makandoshi hawa, si unaona hapa pembeni hapa, si unaona hapa pembeni hawa wote ni wabaasha. Otawa ni wachungaji wa baasha, ni wana roho wa baasha. Hawa ndio walioandikwa hapa kwenye Yohana 10 mstari wa ngapi? Makatei, makandoshi, makataira, wotawa. Yohana 10 mstari wa 11. Mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Yesu ndo mchungaji mwema aliyetoa uhai kwa ajili ya kondoo, sio sisi. Nakusomea kabla ya hapo, nikusomee kama yeye aliutoa uhai kwa ajili yetu. Wewe utoe mavi kwa ajili ya watu, unakula sadaka zao na mafungu ya 10 yao, unye mavi kwa ajili yao. Mbwa wewe. Yesu alitoa uhai kwa ajili yetu, sisi hatuwezi. Ni yeye aliyetoa uhai, yeye alifanyika maskini sisi tuwe matajiri. Ukujua kwamba alikuwa fundisho, alivyoishi wewe ndio uishi wewe. Wewe unatoa mavi kwa ajili ya watu, nakula tu mali za watu, nakula haya. Yohana wa kwanza sura 3 mstari wa 16. Katika hili tumelifahamu pendo, kwa kuwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu, imetupasa na sisi kuutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Sisi natakiwa tufe. Mimi mwanangu kauawa. Kwa nilikuwa nadai nini? Mimi nilikuwa napinga mabaya. Sifa binti yangu kauawa. Hao ndo mnaowajua. Mimi kanisani vifo vya ajabu vimetokea. Mimi nimerishwa sumu kwa namna ambayo mpaka baadaye unapoangalia wanaokuzunguka wengine unasema hapana, wewe kaa pembeni, kama ni kuendelea kuabudu endelea kuabudu, lakini usinisogelee. Sa mwisho wa siku, kikombe cha mwisho cha maji cha chakula nimekula, nimepokea mkononi mwako, na wewe ndio msimamizi wa hili eneo, ndio msimamizi wa haya mazingira wa hiki chakula. Alimadamu ameacha kusalia, misi sina habari. Mimi nimenywesha sumu, wanangu wameuawa, mimi mwenyewe nimefungwa gerezani, nimeteswa, nimepigizwa, mke wangu anapigizwa, nateswa, na hapa nilipo napigizwa. Wewe ndo mchungaji. Mchungaji wako Mungu hana, hekima hana, Roho Mtakatifu hana. Ana makandoshi, makatei. Kama akina makatei hao. Sinaona akina makatei. Hawa. Si unaona pembeni hapo wamepokea bahasha.
mimi nawafahamu, mimi nimesali huko. Hivi mimi mnanionaje? Mimi Mungu alinituma kama mpelelezi, kama Musa. Nimesali kwenye makanisa yote, nikajua. Tena mnajisemaga, huwa mnaomba vizuri, mnakuaga na upako, mtu anaweza akapona, mtu anaweza akapokea baraka akikupa wewe bahasha. Ndio wanachosema wachungaji wenu hao. Na mengi ya kusema, na mengi sana ya kusema, na mengi sana ya kusema. Mstari wa 10, mstari wa 12, Yohana 10. Mtu wa mshahara wala si mchungaji, ambaye kondoo si mali yake, humwona mbwa mwitu anakuja, akawaacha kondoo na kukimbia, na mbwa mwitu huwakamata na kuwatawanya kondoo. Yule hukimbia kwa kuwa ni mtu wa mshahara, wala mambo ya kondoo sio kitu kwake. Hivi kulalua ni nini? Kulalua ni nini kuliko zaidi ya kuua? Kulalua ni nini zaidi ya mijitu inayoua waumini wako, inayoua kondoo wako, inayoua watu wako? Hivi kuna kulalua kwa kiwango kwa rohoni? Wanalalua roho ni nini? Roho kama sio akili ya Mungu, sio mema ya Mungu, sio mawazo ya Mungu. Je, huyu mtu sio aliumbwa kwa mfano na sura ya Mungu? Sio aliumbwa kwa akili ya Mungu? Huyu mtu sio ndo kiwakilishi cha akili ya Mungu? Huyu mtu anapouawa, kondoo anauawa, mchungaji umejifungia, naomba katika jina la Yesu, makandesh makatei makaira, waovu waue Mungu, waovu waondoe, waovu waondoe wewe, wakemee wewe, waambie wewe. Hakuna mahali uovu uliondoka bila mtu kusema, bila mtu kuambia. Na nimekwambia unasema mpaka yanatokea mawili, aidha wanachomwa mioyo, wanaokota mawe, wanakupiga kama Stefano, unakufa, wanakufunga gerezani kama kina Petro, kama kina Paulo, wanakukata kichwa. Hapo ndo wamesikia, hapo ndo wamesikia. Au kama sivyo, wanasema tutendeje ndugu zetu? Seme kama mtendeje, hivi vyeo vyenu vyote wekeni pembeni, ni vya damu. Hebu anzeni kutubu kwa kusema tustahili hata kuwa hai, tunaomba rehema tu kwa Mungu na kwa watu. Hiyo ndo ilikuwa injili ya mchungaji mhubiri. Makatei makandoshi rekapakete kapashata. Hayo ni mavi tu mnakunya mdomoni hayo bwana. Roho Mtakatifu sio hivyo. Roho Mtakatifu sio hivyo. Hata mkisema ndio njia kuwasiliana na Mungu, Wakorinto wakaanza 14, maana mtu anaye kwa katika roho hasemi na watu, anasema mambo ya ndani ya kwa alikuwa anasema makatei, wakati kuna wezi, kuna wauaji wabaya wanafanya mabaya, anasema makatei makandoshi. Najua ndio maana mnafanya kila namna, mpaka hivi mmenifanyia vikao chungu nzima, natafuta nani amwambie mbarikiwa, watamuua. Ninyi mnaniua. Na Mungu wa rehema kama anapenda afanya chochote mimi nisife, ukombozi ukapatikana, nitawanyosha nyinyi, nitawanyosha. Utakuja kulipiza kisasi, Mungu huna. Kwanza nimewambia mimi mbinguni mnakoenda nyinyi, mimi siendi. Na nakoenda mimi, nakoenda nyinyi hamji. Mimi nitakuja. Uji? Mimi nitakuja mchungaji, hata iweje. Mimi mbinguni naenda. Ni vitendo, matendo yako yatakutangulia. Usemi mabaya. Huna neema, huna Roho Mtakatifu. Una roho wa bahasha. Lakini roho sisi tulie naye, roho ambaye Mungu alimleta roho. Hakutupa roho ya uoga, bali ya ujasiri, kwa sababu wenye haki majasiri kama simba. Hakutupa roho ya uoga. Neema aliyotupa sisi ni ile inayotufundisha kukataa mabaya. Ndo alioandika, ndo neema hiyo, ndo neema. Wewe huna neema, huna hekima, huna hekima. Ni kususuara hivi, kukaa kimya, unajua ndo hekima, wakati hekima ni kuamua inavyopasa. Yesu anaambia akina Herode, rudi nyuma shetani. Akina Petro, rudi nyuma shetani, ukikwazo kwangu. Anaambia akina Herode, kamwambia ni yule mbwe hana hekima. Kwa nguku mavi tu, wewe ndo una hekima. Wewe unaijua hekima? Wewe hekima ni kuamua jambo mahali panapotakiwa. Sio niongee nini? Niongee nini? Muda hauwezi kutosha. Nitoa advice, nitoa ushauri. Muumini yoyote, mchungaji yoyote, bora niwaambia mtakuja tu. Niliwaambia neno la Mungu ni mtakuja.
Simesema mimi sina hekima ndio maana hawajanisajilia. Sema ninayo, sema wakusajilie. Kama hawajafuta kanisa kesho. Sema ulimuona Gwajima alijaribu kidogo tu wanae. Lakini afadhali yeye alijaribu. Sema wakusikie. Cha kwanza nikasema mtakuja. Mimi niwaambia neno la Mungu ni mtakuja. Mira kwangu hawajasajili. Emmanuel Kihamba, mfikishie ujumbe huu. Emmanuel Kihamba niliongea naye physically. Akasema Mbarikiwa, mpaka hii dunia inafika mwisho kanisa lako hautakuja usajiliwe. Na litakukuta jambo ambalo ndo siku mtoto wangu alikuwa anauawa. Muulize Emmanuel Kihamba, mpaka unaandika barua ya kwamba Mbarikiwa hilo kanisa uwezi kusali tena. Muulize, ni kwa utashi wako? Mbarikiwa alikuwa amekosa nini? Emmanuel Kihamba, muulizeni Emmanuel Kihamba. Niliongea naye tarehe 25 mwezi wa 8 2022. Tarehe 25 mwezi wa 8 2022 ndo siku mwanangu aliuawa. Ndo siku nilikuwa na Emmanuel Kihamba ofisini kwake. Ainiambia, Mbarikiwa, kwa mazingira niliyoona, kwa ambavyo nimekuona, kwamba umenyooka tu, unaamini haki, hupindi, unaamini kwenye haki, unaamini kwenye ukweli. Mimi ndo msajili, ndo topu. Nimeikuta hii issue yako ilikuwa chini ya Shengena, binti moja ilikuwa anaitwa Jessica, alikuwa kaimu msajili wakati ule. Nimeikuta Jessica, kuna siku huyu Kairima, mkurugenzi wa uchaguzi wa nini wa tume, Kairima alikuwa naibu katibu mkuu wizara ya mambo ya ndani. Waliponisumbua nilienda nimuone waziri, kasumbua, nimuone katibu mkuu, kasumbua, akasema muone naibu katibu mkuu. Nilimuona huyu Kairima ndo niliyemuona. Nikaongea, nikampa scenario yote ya kwa nini tumetoka wapi, nimekosa nini, nimejaribu kufanya nini, nimerekebisha katiba kwa sura ipi, nimeandika nini. Aliposikiliza akasema, mchungaji, pole sana. Kwa kweli, utusamehe sana. Akapiga simu kwa Jessica Shengena, akapiga simu. Jessica akaja pale na hema, mnishtaki kwa lakini kumbe akiwa anajua nani wenye nguvu hata kuliko hiyo Kairima. Jessica, tukakaa na Kairima ofisini kwake wakati ni kaimu katibu mkuu, naibu katibu mkuu, sijui wizara ya mambo ya ndani, Mtumba. Kairima, muulizeni. Nataka niwaambie ni uchungu wa kusimama kwenye haki, gharama ya kusimama kwenye haki nimeilipa. Muulizeni Kairima, muulizeni, si yupo kweli? Unaamini mimi naweza kuwa mwongo? Muulizeni Kairima, muulizeni. Kairima kamuita Jessica, akamwambia Jessica, huyu mchungaji mmefanyaje? Mchungaji tu basi ya kutuelewa. Mchungaji tu basi akasema, hapana, mpeni barua huyu mchungaji aendelee na kanisa, hana kosa lolote. Mchungaji huyu ni mwema tu, huyu amenyoka kwa haki. Kairima watu kumba kujua yaliyokuwemo ndani yake. Jessica alitoka. Ngoja niwaambie na kisa kimoja kigumu sana, kama nikufa na nife. Ngoja niwaambie na kisa kimoja kigumu sana. Siku ile mimi nilikuwa na Starlet. Tulipotoka amesema mchungaji, nenda, watakupa barua, nyoka tu watakupa barua. Mimi nilitoka pale, Jessica walikuwa kwenye Land Cruiser hizi za wasiojulikana. Nikatoka na Starlet, nilikuwa na kijana wangu anaitwa Robert. Tunatoka Machare akatucheza, badala tunyoshe kutoka wizara ya mambo ya ndani tunyoshe kwenda barabarani, tukakata kulia. Wakati ule hapajajengwa pana misitu bado, tukakata kulia. Tulipokata kulia tukaona Land Cruiser hiyo huko inakuja kwa spidi, tukakata kushoto, tukaingia lami. Tunatoka tunapita ule mlima pale penye tenki pale, mji wa serikali ule, tukakata kushoto, tukaingia lami. Tulipofika lami, kuna muumini wangu mmoja alikuwepo pale Mtumba pale, alikuwepo pale anaduka pale. Nikaingia dukani kwake. Ile Land Cruiser ikapaki barabarani, inatuangalia kwa mbali. Ina hema Land Cruiser, hawatoki. Jessica namtaja sasa kwa jina. Jessica kajifunga barakoa,
funga barakoa ili asigundukana, alafu ana timu kwenye ile Land Cruiser. Nye, tumepita sisi nye, tumepita. Nakwambia gharama ya haki. Mwisho wa siku tukaangalia sasa tutalala hapa. Huenda atusubiri ni sisi, ngoja tuondoke. Tukaondoka tukakuta Land Cruiser hii hapa nyuma. Tunakwenda tukiovertake inakuja nyuma. Tukiovertake tunakuja nyuma. Yenyewe nadhani walikuwa wanajua kwamba hatujawajua ni akina nani. Kwa utaalamu wetu gari ilikuwa tinted, tukaanza kuishuti na kwa bahati nzuri na picha za waliomo ndani wakawa wanaonekana. Tukajaribu tuingie ile njia ya chuo kikuu cha Dodoma tukiwa tumetokea mji wa serikali. Tukajaribu tuingie ile njia pap. Tukaingia tukaona ametufuata, tukaona huku tumekwisha, wakarudi njiani. Pale ndo tulipojua hii ni issue. Yaani tumeingia ule, wameingia, tumekunja kona, tumerudi, wakarudi, tukajua hii ni issue. Tukaanza kupiga simu. Wakati huo nilikuwa na vijana polisi, maaskari, wanajuana na maaskari Dodoma na nini. Tukaanza kupiga simu. I'm in danger. Hiyo ninayoongea hiyo, ninaongea mwaka 2020. Nikaanza kupiga simu. I'm in danger. Niko kwenye hatari. Tukajaribu kuingia garage, ile gari ikasimama inatusubiri. Baada hapo ikaondoka ikaenda kujificha mbele. Tunatoka garage tunaona hamna, tunapita tu mbele tunaona hii hapa. Lucky enough tukawa tumeshapigia vijana, maaskari wamepigia wenzao Dodoma, akasema waambie wapita hapa kituoni. Si wako hapa, waambie waje hapa. Kwa hiyo gari yetu ilipokuwa inaenda kituo cha polisi kati Dodoma, ndo ile gari ya kina Jessica ikaachana na sisi, kajua sasa ni kama issue imeshakuwa kubwa. Jessica bado alinionyesha msuri. Nadhani aliwapigia watu wake. Nadhani aliwaambia watu wake. Wakamfinya yule Kairima, wakamfinya yule Kairima. Kairima kimya. Hiyo ndo issue ambayo huyu Kihampa nadhani alivyokuja kuikuta alisema, Mbarikiwa, wewe kwenye hii nchi hautakuja kanisa hautakuja usajiliwe milele kwenye hii nchi. Tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka 2022 siku aliyokuwa na uwawa mtoto wangu, na akaniambia, akasema, na kuna tukio kubwa linalokwenda kutokea. Alama ya haya nayo kuambia kutoka siku ile mwanangu akauawa. Nikarudi kukumbuka nani alimwambia Emmanuel Kihampa muandikie Mbarikiwa kwamba uruhusiwi kusali kwenye nchi ya Tanzania. Ndiye mwenyewe. Nilimkosea nini Emmanuel Kihampa? Nikagundua inawezekana kabisa kuna wanaojiita wenye nchi. Mimi nishaambiwa kamwe milele sitakuja kusajiliwa. Ongea na wewe, kemea mabaya na wewe, tuone kama usajili utakuwepo. Kemea. Si una Roho Mtakatifu? Kemea. Najua nimeongea makubwa. Ndio ukweli. Chochote kinachonikuta ndio ukweli. Unayenifuatilia miaka mingi unajua yote nishawahi kuongea. Emmanuel Kihampa nishawahi kumtaja, Jessica nishawahi kumtaja. Wewe rudia tu. Kote nimewahi kutaja, isipokuwa mambo yanageukaga kuwa kweli kadri mtu unavyoenda unaona yanafanana na alichosema mtu. Na ukitaka ujue mtu ni mkweli, utaona jambo hilo hata ikae miaka mingapi anaweza kurudia vile vile. Kairima nishawahi kumtaja, naibu waziri wa mambo ya ndani Sagin, kwamba niliongea naye mpaka siku ile anauawa mwanangu. Sagin nishawahi kumtaja, alikuwa naibu waziri wa mambo ya ndani wakati huo ni Masauni. Nishawahi kumtaja. Sitaki tu kutaja aliyeniunganisha naye nikaongea naye, acha nimwache. Kwa hiyo vema ujue, hatukupewa roho ya woga, bali ya ujasiri. Huyo ndo Roho Mtakatifu. Mchungaji wako hana, askofu wako hana, wewe mwenyewe huna, neema ya Mungu huna, inayotukataza tusifanye mabaya huna. Na ukijaribu uwe naye kikanisa wanafuta.
Au mwenyewe unakimbilia ukimbizini? Ukijaribu yoyote, askofu wako yoyote, mchungaji wako yoyote ajaribu awe na roho. Haijaribu Mtaremwa, si bado yupo, si hayupo. Mtaremwa mbona simsikii? Roho ameondoka. Haijaribu Mtaremwa kuwa na roho. Kama anasema kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, hawajafuta kikanisa, ila Mtaremwa mwenyewe simsikii. Roho ameondoka. Mwambie mchungaji wako eti Mbarikiwa anasema jaribu uwe na roho tuone. Hana. Na inawezekana hajawahi kuwa naye. Mwambie mchungaji wako, mwambie askofu wako. Mbarikiwa anasema eti jaribu uwe na Roho Mtakatifu, uache makatei wa makatei huyo, makandoshi, uache roho wa bahasha. Hawezi kuwa tayari. Na siku utakapokuwa nao kikanisa wanafuta. Kwa sababu nikwambia, unasema mpaka wanasikia. Unafikiri mimi walisikia siku moja? Unafikiri mimi walisikia siku moja tu? Mimi ni mkali juu ya dhambi, ni mkali juu ambao hawasikii siku moja. Huwa nataka wajue kama una uhakika. Mchungaji wetu na yeye huwa anakemea magembe. Kuna clip kamoja aliwahi kutoa Magembe na mtaja hapa, si unamuona kwenye picha hapo. Aliwahi kutoa clip kwamba Mungu siasa, kanisa na siasa, Mungu mwenyewe ni mwana siasa, siasa nini? Tukashare kale ka clip kwamba watu wasikie. Wasaidizi wake wazee wa kanisa walinilima message, wewe unamgombenisha mchungaji wetu na serikali, wewe mchungaji, wewe toa hiyo clip mchungaji, toa. Magembe ndo pale para akurudia tena, mfia akurudia. Kama kwa wawekagi au kwenye matatizo wanakujua kunguru. Wanaotuweka kwenye matatizo, unasema wanakutumia watu, wanakuambia lakini ya mambo sema acha upepo upite. Wanasema ubaya uache upite, ubaya unapingwa. Upepo tu wenyewe, upepo ni wa miaka yote. Upepo ndio maana watu wanapanda miti, wanajenga nyumba kuzuia upepo. Upepo hauachagi upite. Upepo unakingwa, unazuiwa na miti na nyumba. Acha upepo upite, wanakutumia. Ndio maana mimi wainiita, anasema kwa nini tumeua mtoto wake kwa sababu ni mkaidi. Tumeua mtoto wake kwa sababu ni mkaidi. Anakaidi amri. Sema amri gani nimekaidi? Kumbe wale waliokuwa wanawatuma kwamba acha kusema mabaya, uwe kama wachungaji wenzio, kulaga tu sadaka na mafungu ya 10, ubirigi injili, kuwabariki wauaji, kwamba Mungu awalinda, wapa hekima, wakati hekima mwenyewe na wewe una neema ya Mungu, una roho mwenyewe una. Mimi poko naambia, lakini nafanya baya gani? Sema sasa si tumeambiwa tu tukwambie acha. Tukwambie acha. Sasa kwanza wakuniambia atalia, sema aliyekuwa naambia ni nani? Lakini pote bwana, nimepoteza mwanangu, sawa. Sina maisha tena, sawa. Lakini sijuti. Sifa binti yangu amekufa kikatili. Amekaa mahabusu kwenye chumba cha peke yake cha baridi kali siku 6. Katoka, kaanza kutoka vipere, kuumwa kichwa. Amefariki kikatili, kafariki Muhimbili pale. Kaulizeni Muhimbili situation ya binti yangu kufariki ilivyokwenda. Waulizeni Muhimbili, binti yangu kafariki kikatili. Mimi nimepigizwa magereza, nimepigizwa mgongo, nimelishwa sumu, nimekimbizwa, nimeishi kwa tabu mpaka hapo unaponiona. Mpaka hapo unaponiona. Sawa bwana, sawa. Lakini nimekwambia mchungaji wako hana Roho Mtakatifu. Mchungaji wako hana Roho Mtakatifu. Mchungaji wako hana neema ya Mungu. Mchungaji wako hana hekima ya Mungu. Kifupi, mchungaji wako, askofu wako, nabii wako, mtume wako hana Mungu. Haendi unakojua mbinguni, na akienda siko nitaka kwenda mimi, na nakwenda mimi ni ya mji. Advice. Mimi nilitabiriwa kuwepo na kuwa wa aina hii, na ndio wale ambao waliandikwa wenye hekima watafundisha wengi. Saa imefika. Acha kutoa sadaka na fungu la 10 kwa mchungaji huyo, askofu huyo kwenye kanisa hilo. Kama kusajili kanisa itakuwa hatari, anza kusali nyumbani
ukiwa unafuatilia watu walionyooka, hata ikiwezekana wafuatilie mapadri wa Katoliki wanavyokemea mabaya. Kama nataka kujazwa Roho Mtakatifu, jazwa Roho aliyekuwa ndani ya Yesu, aliyekuwa ndani ya kina Yohana, ambaye walipoona mabaya kilikuwa ndio kichwa cha somo. Huyo Roho alikuwa ndo anawafunulia hilo baya, wanaanza na hilo. Yesu pote alipohubiri, pote asilimia kubwa alihubiri kulingana na kisa. Anaona kisa ndo anaanza kufundisha watu. Akianza kufundisha watu, anaulizwa swali kuhusiana na kisa, anaanza bado kufafanua na kuelewesha kulingana na kisa cha maisha ya watu wanayoishi. Herode alipoua watu, wasema Herode kula ameua watu, akawaambia na nyie sio wema. Herode tukachanganya damu za dhabihu zao na damu zao na miili yao, na nyie sio wema, msipotubu. Yesu wanatoa sadaka, alitumia visa. Mtu anasema tunagonga mbania mali kwenye familia, anasema mimi sio mgawanyi, uzima wa mtu umo kwenye wingi wa mali alionayo. Hapo anaanza kutirika somo. Yesu 100% alitumia visa. Roho Mtakatifu alimuongoza kwenye visa na hali ya mambo ilivyo, ndo mahubiri yalilenga pale. Leo hii mchungaji wako awe wazi. Kuna kijana mmoja wa Arusha hapa alimwambia Magembe, bro, na mmoja tu alitoa hapa katikati akasema, Samia ana kazi ngumu, Samia ana kibarua kigumu. Nadhani kale kidogo usiseme hivyo. Sema mpaka wasikie. Sema mpaka wasikie. Kifupi na kwa advice, acha kutoa fungu la 10, acha kutoa sadaka, acha kwenda kanisani, acha kusikiliza nyimbo zinazoitwa za Injili. Hakuna wimbo wa Injili. Nyimbo zote zingeimba mauaji. Hakuna wimbo wa Injili hapo. Acha kusikiliza nyimbo zote za Injili. Fanya kazi tu. Kwani wazungu wanasikiliza nyimbo za Injili mnazosema za Injili? Wa China wanasikiliza nyimbo za Injili. Kwanza kusikiliza nyimbo wakati wa kazi. Muda gani unapata kusikiliza nyimbo? Ni uvivu kusikiliza nyimbo wakati wa kazi. Ni uvivu. Unaacha kwa makini kwenye kazi fulani, unategea sikio. Beti fulani inaimba upumbavu fulani. Hakuna wimbo wa Injili wewe. Acha kusikiliza nyimbo zinazoitwa za Injili, acha kusikiliza zinaitwa mahubiri, acha kushughulika na maji wala mafuta. Jiunge kwenye movement za kupinga mabaya. Ndio neno la Mungu. Sisi neno la Mungu hatuna silaha. Hatuna silaha, ile silaha kabisa kama bunduki, risasi. Na maana mimi uwezi kaniona pengine moja kwa moja ile kwamba pengine unaniona nasema watu kateni mapanga, fanya hivi. Uwezi kaniona mimi, neno tu, mazungumzo, maneno tu. Tena sio ya kumwambia mtu tu halisia, ndo upendo, ili baya acha. Maneno tu ndo silaha. Wote tukiinuka, kila mtu ukapinga, unaona ubaya kwa jirani, unapinga kwa niaba yake, unakuwa kinywa chake. Unaona ubaya, sasa hivi tuna ubaya mmoja. Watoto wao wameuawa, ndugu zao wameuawa, hata mili hawajapata, wapewe wala hata mifupa. Twende tudai hayo. Watu wameuawa, tudai haki ya kuishi. Haki ya kuishi tunaanza kudai kwanza na haki ya ndugu zetu. Na mimi kwa taifa yako nikujulishe, Mungu akitusaidia nchi ikaokolewa, tunao uwezo wa kuwafufua watoto wetu kabisa. Sasa hivi hatuwezi kuwafufua. Uwafufue waishije kwenye nchi ambayo sasa rasilimali kupora, wanaona zimeisha, wameanza kupora uhai. Sasa tumegeuka sisi ndo rasilimali, wanapora uhai, kuua, kutesa. Magereza imewekwa kwa ajili ya mtu anayepinga mabaya. Kesho amekamata huyo, anatesa huyu, anaumiza huyu. Watoto wetu wafufuke, waende wapi? Tutaenda walikoenda kwa njia yoyote, kwa wakati wote. La sivyo Mungu ataokoa. Na akiokoa, wanaweza wakaishi tu. Wewe unanionaje kwa mfano? Unaona upako wangu ni wa wasiwasi? Unanionaje kwa mfano? Unahisi siwezi kuinua mtu mimi? Unahisi siwezi kuinua mtu aliyekufa? Unanionaje kwa mfano? Hebu nipime vizuri, niangalie vizuri. Unahisi siwezi kumuinua mtu aliyekufa?
Lakini muinue aende wapi? Akaishi kwenye dunia hivi, akawe chawa, akaanze kufanya makatei, makandoshi. Hamna. Kwa hapo Mungu hatafanya chochote. Lakini wakati fulani atafanya. Na kushauri, toka kwenye hilo kanisa, acha kutoa fungu la 10, acha kutoa sadaka. Katika Kumbukumbu la Torati sura ya 12 mstari wa 13 anasema, ujihadhari usitoe sadaka zako za kuteketezwa katika kila mahali upaonapo, bali katika mahali atakapochagua Bwana katika kabila zako mojawapo, ndipo utakapotoa sadaka zako za kuteketezwa, ndipo utakapotenda yote niliyokuamuru. Usitoe sadaka kila mahali. Acha kabisa. Nitarani, umesharaniwa bwana. Sijui usipotoa fungu la 10 unaraniwa. Huyo mwenyewe amebarikiwa. Shirana ndo akina makandeshi hawa. Makandoshi, makatai, si ndo hawa? Kwani yeye amebarikiwa? Usitoe fungu la 10, usitoe sadaka kwa mchungaji huyo, kwa askofu yoyote, mchungaji yoyote. Usiende kumsikiliza, usiende kanisani. Tuanze moja, usiponielewa hapa utaacha mwenyewe, utaacha. Huyo sio mchungaji. Ni mchungaji wa mshahara. Mchungaji ni yule anayetabikia masumbufu yako na mahangaiko yako. Unapoonewa, anasimama badala yako. Unapoonewa watoto wako, unapoonewa majirani zako, anasimama badala yake. Anasema hapana. Wewe ndo mchungaji. Huyo sio mchungaji. Kuacha, utaacha. Huyo sio askofu, huyo sio mtume, huyo sio nabii. Mwizi huyo, tapeli. Hatuna wachungaji, hatuna manabii sasa hivi, hatuna mitume, hatuna maaskofu. Wote wanakataa wito wa kupinga mabaya makubwa. Hakuna mahali unahubiri upingi ubaya, hakuna mahali unahubiri, unafundisha upingi ubaya, ila ubaya wa wanaoweza kukushughulikia ndo ambao hupingi. Narudia tena, hakuna mchungaji anaweza kuwa mchungaji isipokuwa na wachunga kondoo wasile vile watu wasifanye mabaya. Hakuna nabii anaweza kuwa nabii isipokuwa anaona watu wanafanya baya na zuri, walipofanya baya anawakemea, anawajulisha baya litakalokuja, watakalokuja kufanya, anawajulisha kuna wakati mtafanya hivi. Baya waliofanya kwa asiri anawakemea, anawaambia mmefanya baya 1, 2, 3. Huyo ndo nabii. Waliofanya jema anasema mema yao, mema haya, mabaya haya. Huyo ndo nabii. Mtume alikadhalika, mwinjilisti alikadhalika, mwalimu alikadhalika. Uwezi ukawa mwinjilisti ukawa mwalimu isipokuwa kuna mabaya unafundisha watu waache. Kuna mabaya, ila levo ya wale ambao wanaweza wakakupiga risasi hao huwezi kuwaambia. Makatei, makandeshi. Wananchi, nimetoa advice. Mwenye kunielewa nielewe. Sasa nikwambie jiunge na kikosi kazi. Sisi tunawindwa, tunauawa na hauko tayari kwa. Kakae nyumbani. Hakuna cha kanisa linaloendelea. Kafanye kazi tu masaa 24. Hakuna kanisa sasa hivi. Kanisa linalopangiwa vya kuhubiri napita kwenye mafumbo alisemi ubaya moja kwa moja wa wale wanaweza. Hakuna unapohubiri useme mabaya. Hakuna unapohubiri, ila huwezi kusema mabaya ya wanaoweza kukupiga risasi, wanaoweza kukuua. Na Yesu anasema msiogope wao mwili. Wewe unaogopa wao mwili kwa sababu roho huna, Mungu huna, neema huna, hekima huna. Una wewe, akina makandesha wa hawana. Makandoshi, makatei hawana. Askofu wako hana.
Mchungaji wako hana Mungu, hana Roho Mtakatifu, hana neema ya Mungu, hana hekima. Fuatilia message hii, nimeongea toka mwanzo, nimeongea. Inatosha sasa, inatosha sasa, inatosha. Sifuene nikuwekee wimbo useme na wewe pia. Nikuwekee wimbo niliimbaga wakati huo kama Kiba. Hizo ndo nyimbo za Injili unataka kuonyesha hapa. Hizo ndo nyimbo za Injili za kusikiliza, ndo uzite nyimbo za Injili hizo. Wako wapi manabii? Watuambie wasiojulikana ni akina nani? Wako wapi wajisemao kuwa manabii? Watuambie Mdude Soka Chaula wako wapi? Wako wapi wajisemao manabii? Watuambie ni nani aliyemuua Mzee Kibao? Watu wetu wanakufa vifo vya kutatanisha ambavyo kwenye nchi za wenzetu hawaoni ni kawaida. Serikali, polisi, usalama wa taifa wote wanasema kuwa hawajui. Huu ndio wakati manabii walitakiwa kuonyesha liloshindikana kwa wanadamu. Ama tujue Mungu ameyaruhusu haya ili awafunue kuwa nyie manabii uchwara. Mko wapi manabii? Mtutoe kwenye giza hili. Mko wapi waonaji? Mtutoe kwenye giza hili. Mko wapi manabii? Mtutoe kwenye giza hili. Mko wapi waonaji? Mtutoe kwenye giza hili. Yuko wapi kuhani Musa naye kamata wachawi? Atuonyeshe ni nani wanaopoteza watu. Yuko wapi nyaki anayeweza kuona kwamba nguvu za kiume mwezi wa 4 zitapotea? Atuambie ni nani anayeteka watu. Yuko wapi Mtalemwa na Suguye walio na uwezo wa kutabiri matokeo ya mpira? Watuonyeshe ni nani wanaoteka watu na wanaweka wapi. Yako wapi mafuta ya Mwamposa ili waliopotelewa na ndugu zao wakayakanyage wajua wamewekwa wapi? Iko wapi keki ya Mwamposa ili waliopotelewa na ndugu zao wakaile wajue ndugu zao wako wapi? Yuko wapi ajiitaye nabii mkuu? Atuambie wanaopotezwa wamefichwa wapi? Yuko wapi kijana aitwaye nabii Deo Njeni anayeona vifo kwa Mbarikiwa vitakavyotokea mwezi wa 10? Kwa mbinu zao vinakuja kutokea tofauti na mwezi wa 10. Anasema kosa la Mbarikiwa ni kukemea matapeli ambako anakuita ni matusi, ila aoni wanaotekwa. Danieli alimwambia Nebukadneza hilo liloliza wachawi haliwezekani isipokuwa kwa nabii kama mimi. Yusufu alimwambia Farao
wanayoshindwa serikali, wataalamu, mimi nabii nayaweza. Na sisi hapa usalama wa taifa, polisi, serikali wanasema kwamba hatujui nani anateka watu na wanaotekwa wanapelekwa wapi. Sasa huu ndio wakati mujisema manabii, mutuonyeshe wanaotekwa wako wapi na wanaowateka ni akina nani. Mukisema munaogopa kuwawa, hapo ndo munafichua kwamba ni manabii uchwara. Kina Mikaya, Yeremia walitabiri na kuonyesha hata mambo yanayotisha. Baadhi ya mambo yalisababisha tatari kwao. Kama ninyi ni manabii wa kweli, semeni tujue, la sivyo tumejua ninyi ni wahuni, munatabiri vya kipuzi. Mko wapi manabii? Mututoe kwenye giza hili. Mko wapi waonaji? Mututoe kwenye giza hili. Mko wapi manabii? Mututoe kwenye giza hili. Mko wapi waonaji? Mututoe kwenye giza hili. Yuko wapi mwalimu Mwakasege afundishe madhara ya mauaji? Mwalimu wa kweli ukemea na kukaripia, panapotokea wanafunzi hawasikii. Yuko wapi Magembe, Gamanywa na Mwingira wafundishe utakatifu ni pamoja na kwacha mauaji? Yuko wapi Ambwene na Rosi Muhando watunge nyimbo zikeme mauaji? Yuko wapi Diamond na yule Harmonize, Alikiba na wengine waimbao bongo flava? Muko wapi wana CCM, wa Sabato, Waislamu? Uhai ndiyo msingi wa yote, vyama na imani zote. Muko wapi? Mbona mmetuachia wachache? Ndiyo tunalia na bado tunaandamwa, kwamba tunavyolia ama kulalamika ndipo tunaondoa amani. Mbona imeandikwa lieni pamoja na wanaolia? Mbona wenzetu munaimba kubarikiwa? Komediani wachekeshaji mwachekesha nini wakati wa majonzi, vilio kama huu? Mko wapi? Mko wapi wahubiri mkemee watekaji, utekaji na mauaji? Mko wapi waimbaji ili mutunge nyimbo za kupinga utekaji? Mko wapi wachekeshaji ili mchekeshe kwa kuwakejeli wauaji? Mko wapi manabii